Karibu sana ndugu yangu katika kipindi hiki. Wacha tuamini na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Baba, siku ya leo tunakuabudu. Baba, tunapoenda kunena na watumishi wako, tunapoenda kunena na watu wako, yule ambaye ameacha shughuli zake kwa ajili ya kipindi hiki, Baba, akaweze kubarikiwa atakapokitazama hadi mwisho. Baba, ukiweze kunena neno la baraka kwa ajili ya maisha yake. Baba, uweze kumuinua Jehova Jireh. Na Baba, yale naenda kunena, wacha yaweze kuwa yako Jehova, ukaondoe yaliyo yangu Jehova Jireh, ili neno hili likaweze kubariki kila mmoja. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Asante Yesu. Asante sana. Karibu katika kipindi hiki ambacho tunaenda kujifunza neno la Mungu, tunaenda kutiana moyo, tunaenda kusaidiana mmoja baada ya mwingine kupitia neno la Mungu. Siku ya leo, kwanza kabisa mumuite Mapesa Nathan. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Wacha siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Naenda kusoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18. Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18. Biblia inaniambia kwamba, lakini uzaliwa wa Yesu Kristo ulikuwa katika njia hii. Katika wakati ambao Maria mama yake alikuwa ameposwa na Yusufu, alipatwa kuwa ana mimba kwa Roho Takatifu kabla ya wao kuungana pamoja. Bwana asifiwe. Wakati Maria walikuwa bado hawajaungana pamoja na Yusufu, wakati Yusufu alikuwa anaenda kumchukua Maria kuwa mke wake, Yusufu alipata kwamba Maria ana mimba. Bwana asifiwe. Yusufu alipata kwamba Maria ana mimba. Na kwa ajili ya Yusufu, kwa sababu nampenda sana Yusufu, kwa sababu Yusufu hakuwa na roho ya kung'ang'ana. Bwana asifiwe. Yusufu alikuwa mtu mnyenyekevu. Yusufu alikuwa mtumishi wa Mungu. Yusufu wakati alipata Maria ana mimba, Yusufu hakukimbia na kuanza kumtangaza kwamba wewe una mimba, mimba hii si yangu. Yusufu alikuwa mnyenyekevu na akanyamazia na akamweka Maria katika siri. Bwana asifiwe. Hadi wakati ambapo Yusufu alipata ndoto kwamba huyu mtoto ambaye amebebwa utamchukua, ni mtoto wako, utamuita jina lake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu, malaika wa Bwana walimkujia Yusufu katika ndoto, wakamwambia kwamba huyu mtoto atakayezaliwa umeupe jina kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tukisoma sura ya 12 mstari wa 32, Biblia inaniambia nini? Sura ya 12 mstari wa 32. Sura ya 12, Mathayo sura ya 12 mstari wa 32. Mstari wa 32, Biblia inaniambia kwamba kwa kielelezo, yeyote yule asemaye neno dhidi ya mwana wa binadamu atasamehewa, lakini yeyote yule asemaye dhidi ya Roho Takatifu, hilo hatasamehewa. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia kwamba yeyote ambaye asemaye neno, yeyote ambaye atakayemdhihaki mwana wa binadamu atasamehewa, lakini yeyote ambaye atadhubutu kumdhihaki wala kusema neno kuhusu Roho Mtakatifu hatawahi samehewa. Bwana asifiwe. Siku ya leo nakwambia kwamba tuna Roho Mtakatifu. Wakati Yesu aliwaaga wanafunzi wake, aliwaambia kwamba ninaenda, lakini kuna wakati nitarudi, lakini kwa wakati huu ambao sitakuwepo, nimewaachia msaidizi wenu, na msaidizi wenu ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Siku ya leo amini kwamba una msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Siku ya leo amini kwamba una yule ambaye amekulinda, una yule ambaye amekuzingira, ambaye ni Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni ile sometimes ni yule roho ambaye kama wewe mtumishi wa Mungu, anakupa njia sahihi, anakupa mwelekeo, anakupa roho ya kutulia. Bwana asifiwe. Anakupa siku ya leo neno la uzima. Atakuelekeza katika neno la Mungu, atakuelekeza katika njia za kumfurahisha Mungu, atakuelekeza katika njia za kumwabudu Mungu, atakuelekeza katika njia za uzima. Bwana asifiwe. Ukienda kufanya
jambo ambalo halimfurahishi Mungu. Kama una Roho Mtakatifu, kuna kitu kitakuja ndani yako kitakwambia kwamba hili jambo ni baya. Utaanza kujihukumu mwenyewe kwa sababu kuna Roho Mtakatifu ndani yako, na utakuja kurekebisha na utaenda kumuomba msamaha yule ambaye utakuwa umemkosea, kwa sababu una Roho Mtakatifu. Wakati ulikosa kitu fulani, wakati ulimdhihaki mwenzako, wakati ulimtukana mwenzako, kwamba ni kwa sababu ya kwamba uko na Roho Mtakatifu, ulipata kwamba kuna kitu kiliingia ndani yako, kuna kitu fulani kilikuja ndani yako, ukaanza kujiwazia, ukaanza kujua kwamba ni kweli nilikosa, ni kweli nilimkosea mwenzangu, ukachukua hatua ya kwenda kumuomba msamaha. Bwana asifiwe. Ile ni Roho Mtakatifu ambayo iko ndani yako. Yule ni Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako, na hawezi ruhusu uweze kufanya vitu kinyume. Hawezi ruhusu uende kinyume na neno la Mungu. Hawezi ruhusu uweze kuaibika. Bwana asifiwe. Biblia inatuambia kwamba yule asemaye neno kuhusu mwana wa Adamu atasamehewa, lakini yule asemaye neno kuhusu Roho Mtakatifu hatasamehewa. Roho Mtakatifu ana nguvu. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, ndugu yangu. Ukiamini Mungu na ukiamini kwamba uko na Roho Mtakatifu, wakati mwingine Roho Mtakatifu, unapoangalia watu makanisani wanapoanza kuomba, wanajazwa na zile nguvu za Roho Mtakatifu. Watu wanaanza kunena kwa lugha tofauti, watu wanaanza kunena kwa ndimi. Yule ni Roho Mtakatifu, ananenewa ndani yao. Ukiwa na Roho Mtakatifu, huenda uko katika kikundi cha watu, unataka kuomba. Bwana asifiwe. Unataka kuweka mahitaji yako mbele ya Mungu. Roho Mtakatifu atakuja, utaanza kunena kwa Roho Mtakatifu, utaanza kunena kwa ndimi, ili kwamba yule aliye kando yako hataelewa unanena nini, lakini utakuwa unafikisha mahitaji yako kwa Mungu, na kweli kupitia Roho Mtakatifu mahitaji yako yataweza kufika kwa Mungu yakiwa sawa sawa. Bwana asifiwe. Ndugu yangu, ninakushukuru wewe ambaye umechukua nafasi yako ili kutazama kipindi hii, ili kusikia neno hili. Neno hili ni lako, neno hili ni langu. Tuweze kulichukulia na tuweze kujua kwamba Yesu alipoondoka alituachia Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Roho Mtakatifu ako kati yetu. Roho Mtakatifu yuko tayari kufanya pamoja nasi kazi. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu hata kuruhusu ndugu yangu potee. Roho Mtakatifu hata kuruhusu uingie katika dhambi. Roho Mtakatifu hata kuruhusu uweze kuhangaika. Roho Mtakatifu hata ruhusu magonjwa kuingia. Bwana asifiwe. Ninakushukuru ndugu yangu kwa ajili ya kusikiza neno hili. Na nataka nikuachie vifungu kadha wa kadha. Unapoendelea kusoma kuhusu Roho Mtakatifu, utaweza kubarikiwa ndugu yangu. Nenda usome kifungu cha Luka mstari wa 3 sura ya 22 hadi 23. Roho Takatifu katika umbo. Bwana asifiwe. Utapata hichi kitabu kitakuelezea kuhusu Roho Takatifu katika umbo lake, katika umbo la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipomtokea Yesu, ama Roho Mtakatifu alipomtokea Yohana, alimtokea katika umbo gani? Bwana asifiwe. Alafu soma kitabu cha Yohana Mtakatifu, Yohana sura ya 14 mstari wa 26 hadi 27. Msaidiaji Roho Takatifu, yaani Roho Mtakatifu msaidizi wetu sisi. Bwana asifiwe. Utapata kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Nenda soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Kujazwa Roho Takatifu. Bwana asifiwe. Utapata kwamba utakapoendelea kusoma vifungu hivi, utapata kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Unapojazwa na Roho Mtakatifu utafanya vitu aina gani? Bwana asifiwe. Nenda usome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 16. Katika Roho Takatifu. Bwana asifiwe. Na Mungu aweze kukubariki, Mungu aweze kukuinua, Mungu aweze kukupanua, na aweze kutembea katika Roho Mtakatifu, uweze kusimama na Roho Mtakatifu, aweze kukuongoza katika njia zako, na uweze kubarikiwa. Asante kwa yale ambayo umesikia, na uweze kuendelea kusikiza kipindi hiki kila siku, kila wakati, na usubscribe na uweze kulike pale, ili utaweza kupata kila wakati ninapo nena na watu wangu, utaweza kubarikiwa. Tuweze kuomba.
Asante Bwana, asante Mwana Mtakatifu kwa ajili ya watazamaji hawa, kwa ajili ya watu wako Jehova ambao wamechukua nafasi yao kuweza kulisikiza neno lako. Asante Bwana, uweze kuwabariki, inua maisha yao, wape uzima wa milele Jehova. Baba, magonjwa yanayowasumbua Bwana uweze kuwaondolea Jehova Jire. Asante Bwana kwa maana unaweza, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Asante Yesu. Ndugu yangu, uwe na siku njema na Roho wa Mungu atembee pamoja na wewe. Unapoendelea kusoma vifungu hivi utaweza kubarikiwa, utaweza kujengwa, utaweza kukaa na amani, na ni Roho Mtakatifu atakayekuwa pamoja na wewe. Roho Mtakatifu asimame pamoja nawe. Roho Mtakatifu akuepushe katika majaribu. Roho Mtakatifu akutie nguvu mpya ili uweze kufanya kazi ya Mungu. Ubarikiwe. Kwa majina ninaitwa Mapesa Nathan. Ukienda katika YouTube tafuta Mapesa Nathan na usubscribe ili utaweza kupata mafundisho yote ambayo nitaweza kuweka, ili tutaweza kusaidiana. Yatakuwa ya kukutia moyo, yatakuwa ya kunitia moyo na kukujenga na kunijenga nami pia, na Mungu aweze kukubariki.